kuishi maisha yenye matokeo. Sema kuishi maisha yenye matokeo. Mpendwa, hukuzaliwa usindikize maisha. Hukuzaliwa uje uranderande duniani. Hukuzaliwa uje uwe mzururaji duniani. Hukuzaliwa kama wanyongeza. Wewe si wanyongeza. Wewe ni kusudi kamili la Bwana. Haijalishi ulizaliwaje. Uwe umezaliwa kwenye mtaro, uwe unajua baba, uwe hujui baba, uwe unamjua mama yako au umjui, umejiona tu unatunzwa na bibi, hiyo mimi sijali. Maadamu ulizaliwa, umezaliwa kwa kusudi. Umezaliwa kwa kusudi la Mungu. Nasema umezaliwa kwa kusudi la Mungu. Saidie kumgeukia jirani yako, mwambie umezaliwa kwa kusudi la Mungu. Mwambie tena mwingine anaifahamu, mwambie umezaliwa kwa kusudi la Mungu. Mwambie wewe sio bahati mbaya duniani. Mwambie wewe sio wanyongeza. You see, kuna watu wanaishi duniani utafikiri ni wanyongeza. Unajua nyongeza, ukienda sokoni ukienda kununua nyanya, unajua ukinunua nyanya misamsegu, ukinunua hasa wa mama wanajulia hiyo. Oh, thank you. Ukinunua nyanya, bale niongezee. Ile ya nyongeza nenda kaiangalia ilivyo. Unakuta kamenyauka, kabovu ndo kanaongezwa. Kuna watu wanaishi duniani utafikiri yeye ni wanyongeza. Sikiliza, Mungu haumbi mtu anyongeza. Kila aliyoumbwa na Bwana ameumbwa kwa kusudi kamilifu la Bwana, ameumbwa kwa mpango kamili wa Bwana, ameumbwa kwa mapenzi kamilifu wa Bwana, na huyo mtu ni mtu wa maana, na huyo mtu ni mtu wa matokeo. Piga kelele amen. Piga kelele amen. We have to start there. Kwa sababu kama kuna kitu nataka ni uwe ndani yako, ni kuishi maisha ya kawaida. Kwa sababu wewe si wa kawaida. Ulizaliwa uwe na matokeo. Kwa lazima uishi maisha yenye matokeo. The life of impact. Sema life of impact. Sema life of impact. Ya kwamba kupitia wewe ulimwengu uwe sehemu bora ya kuishi. Kupitia wewe kuna watu umerudisha vicheko kwenye maisha yao. Kupitia wewe kuna watu wanafuraha kwa sababu ya uwepo wako. Uwe mtu ambaye ni mtu kivuli, ambaye wengine wanaweza kaja chini ya uvuli wako wakapata kivuli cha maisha yako. Na unapokea hiyo neema sasa hivi katika jina la Yesu. Oh man, maybe hujai kusikia hili somo. Kila atakayesikia sauti yangu utaibuka kama giant, utaibuka kama general, utaibuka kama mtu mkuu. Piga kelele amina. Yes, wewe si wa kawaida. So tutakuwa na safari ndefu kidogo. Kitupeka hata mwezi wa 4 sio mbaya. Lakini nataka kukufundisha how to live impactful life. Kuishi maisha yenye matokeo. Matokeo spiritual. Matokeo kwenye maisha yako ya kiroho. Matokeo kwenye ndoa. Matokeo kwa watoto. Sio unakuwa na watoto mpaka watoto wanaomba kwamba ni heri wangezaliwa na baba mwingine au wangezaliwa na mama mwingine. You have no impact kwa watoto. No. Matokeo kwenye society. Matokeo kwa wanadamu wenzio, kwamba kuna watu wanasherehekea uwepo wako. Sema amina. Sema amina. Sema nilizaliwa niwe mtu wa matokeo. You see, kuna wimbo uliimbwaga kule zamani, Born to Suffer. Miaka yetu kwa watu wanaimba sana vijana. Born to Suffer, alimba mwanamuziki fulani. Lakini asante Yesu, Bishop David Oyedepo aliandika kitabu kimoja tu, Born to Win. I read that book. I read it. Nikamwambia wenzangu, mimi nimezaliwa kushinda. Unajua tumezaliwa kustruggle. Kaambia mimi nimezaliwa kushinda. Sema born to win. Sema nimezaliwa kushinda. Piga kelele, sema nimezaliwa kushinda. Leo namwaga zege. Sema nimezaliwa kushinda. Mpendwa wangu, hii ni mentality ambayo unatakiwa uipossess personally. Yaani wewe binafsi ukamate huo mtazamo. Sio mpaka ushangiliwe, sio mpaka upetiwe. Haijalishi umekula, haijalishi ujala, you are born to win.
Haijalishi una kitu mfukoni au hauna kitu mfukoni. I'm born to win. Haui mwanamke au mwanaume kwa sababu una hela mfukoni, au ulikula mchana au ujala mchana. Huo ujala ni wa kike, huo umekula ni wa kike, huo ujala ni wa kiume, huo umekula ni wa kiume. So kwa wewe kwamba ni mshindi, umezaliwa kuwa mshindi, haijalishi hali yako ya leo, haijalishi unapitia wapi sasa hivi, haijalishi ni nini kinaendelea kwenye maisha yako. Hata kama utaondoka hapa kanisani ukarudi kwa miguu mpaka Usagara, wewe tembea kwa miguu huku unajiambia, mimi nimezaliwa kushinda, mimi nimezaliwa kushinda, mimi nimezaliwa kushinda, na nimezaliwa kuwa mtu wa matokeo. Piga kelele amen. Nao kwa haraka, catching the vision of greatness, kukamata maono ya ukuu, au kamata maono ya ukuu. Ili uwe mtu wa matokeo hapa ulimwenguni, a woman of impact, a man of impact, number one, you should catch the vision. Ukamate maono ya ukuu, au kwa lugha nyingine, ukamate picha ya ukuu. Sema picha ya ukuu. Sema picha ya ukuu. Mithali 29 mstari wa 18. Mithali 29 mstari wa 18. Safari inaanzia hapo. Ni lazima uoperate na right picture in you. Lazima uoperate na right picture in you, kwa sababu huwezi kwenda mbali zaidi ya aina ya picha inayofanya kazi ndani yako. Kama ndani yako kuna picha umaskini, you will end up kuwa maskini. Kama kuna picha ya mtu mkuu, utaishia kuwa mtu mkuu. Kama ndani yako kuna picha ya kwamba mimi nimekuja tu nasindikiza wengine, utaishia kusindikiza wengine. Kama una picha ya kwamba no, mimi lazima niwe na impact kwenye ulimwengu, man, utaishia kuwa na impact. So number one, catch the vision of greatness. Kamata maono au taswira au picha ya ukuu, na uikamate kibinafsi. Biblia inasema pasipo maono watu huacha kujizuia, bali ana heri mtu yule aishikaye sheria. Nataka ile neno pasipo maono, without a picture, without a picture, pasipo maono. Bila asema watu huacha kujizuia. Sehemu nyingine asema watu huangamia. Amen. Pasipo maono mtu anaangamia. Pasipo maono mtu anakuwa carelessly. Carelessly ndio yeye asema watu huacha kujizuia. Atakula chochote, atasema chochote, atavaa kivyovyote, ataenda popote, atafanya yoyote, kwa sababu hana maono. Akiwa na maono, ukimuingizia maono, utashangaa behavior yake inaanza kubadilika, kwa sababu vision, picture inaanza kukutengeneza, inaanza kukushepu kutokana na mwelekeo wa ile picha. Hebu Mungu aweke picha ya ukuu ndani yako. Nasema Mungu aweke picha ya ukuu ndani yako kwa jina la Yesu Kristo. Our God is a God of greatness. Our God is a God of greatness. Mungu wetu ni Mungu wa ukuu, na Mungu tunayemwabudu ni Mungu mkuu. Mkuu anazaa mkuu. Nasema mkuu anazaa. Huwezi kumfuata Mungu mkuu, kumwabudu Mungu mkuu, alafu uishie kuwa kinyangarika. No. It is not sawa. Ni baa chini ya jua. Sulemani akisema nimeona baa chini ya jua. Watumwa anatembea na farasi, mfalme anatembea kwa miguu. Anasema hili ni balaa, ni abomination. Huwezi, you have the greatest God. Una Mungu mkuu. Una Mungu wa ukuu.
alafu wewe mtoto wake uwe kama kinyangarika. No. Hiyo mtoto wa Dangote unafikiri ikoje? Lakini you must catch the vision. Anasema pasipo maono, pasipo picha kwenye kichwa cha mtu, pasipo taswira kwenye maindi ya mtu kwanza, asema watu wangamie na watu wachukize. Na hii inatuonyesha the journey to greatness, the journey to impactful life, safari ya kuelekea kwenye maisha yenye matokeo, maisha ambayo utakuwa na matokeo. Hiyo safari lazima ianzie kwenye muono wa kichwa chako. Muono ndani yako. Ni mpaka ndani yako kubadilike kunavowaza, ndipo utaanza safari ya kuelekea kukubwa, ya kuelekea kwenye ushindi, ya kuelekea kuwa mtu wa matokeo. Wapendwa, sikilizeni. Mnaona nyie na waona hapa, nyie hapa, siwaangalii kwa jicho la kawaida. Nyie hapa mnaweza mkawa ni wafanyabiashara wakubwa ambao mnaweza mkalisha nchi. Mnaweza. Sema amina wewe. Mnaweza. Nyinyi hapa wale wafanyabiashara mnaweza, kama tunavyoona huko Masamtrela, sitaki kutaja makampuni ya watu, unakuta 20 amejipanga yana jina moja. Inawezekana huyo mtu akawa ndani ya NVC. Inawezekana. Nasema inawezekana. Pokea neema kwa jina la Yesu. Sikiliza, nyie mlioko hapa mnaweza mkawa watu wakuu, ya kwamba mnatoka ni wana diplomasia, mnaenda manchi, mnaenda kutatua mamigogoro. Yani unaniaga pasa, nimechaguliwa na UN kwenda kutatua mgogoro Angola. Yes, nyie shida yenu mnataka tu hapa msikie stori za nyanya na vitunguu. Hakuna. Huko tunaanzia, ni kweli kuna mahala pa kuanzia. Kila mtu wameanza hapo, na ukiwa unaanza hapo usijisikie vibaya, kwa sababu siku zote we start the small, we think big but we start small. Mbaya ni kung'ang'ania small. Unang'ang'ania udogo, unafikiri ndo utakatifu. Wewe unafikiri ukiwa kadogo ndo utakatifu. Sikiliza, Ibrahimu alikuwa ni giant. Ibrahimu alikuwa ni mtu la ukweli, ni mtu kama taasisi. Ayubu alikuwa ni mtu kama taasisi. Sema mtu kama taasisi. Na kwa jina la Yesu namuomba Mungu kupitia darasa hili, kama huwa anafundisha maombi mnaomba, nikifundisha malaika mnawaona, nitapofundisha kuhusu ukuu mtaenda kwenye ukuu. Sitaka nisahau. Sijui kama mnakumbuka, ilikuwa ni kama miaka 3 ile nyuma. Sikumbuki. Nilifundisha biashara kwa miezi 3. Nafikiri ilikuwa ni kati ya mwezi, nilianzia mwezi wa 4 hadi wa 6 nafundisha kitu kimoja. Na nikasema Mungu anasema hapa anaanza kupeleka, atainua watu waende kwenye biashara za nje ya nchi. Sasa hivi tuna watu they're flying China. Na nikasema na sio biashara tu, na wengine, kwa sababu sio mtu wa biashara, we ni mtu, ni professional, utakwenda nje ya nchi. Yes, sikiza shuhuda unapoanza kumwona. Watu wameenda China. Sikiliza, watu wameenda China hadi nikamuuliza mke wangu, na huyu anaenda. Yaani mtu ananiaga, mimi mwenyewe nashindwa kuamini. Na nilihubiri mwenyewe. Na niseme tulikuwa ni somi Teddy. Nilimuuliza mama mara 2. Teddy huyu. Nimekosea message, anaenda na Sengerema. Kuangalia mimi. Sasa ngoja nione. Wanakuja wananiaga. Atakuwa anasindikiza. Huyo kaenda. Usicheze na neno la madhabahu. Nasema usicheze na neno la madhabahu. Vijana mlioko hapa mnisikize vizuri. Sijali vijiji vyenu vimewaambia nini. Sijali familia zenu zimewaambia nini. Sijali wazazi wenu wamewaambia nini. Ninachojali Bwana amesema nini. Nasema Jehova amesema nini. Nimetoka kwenye maisha ambayo usingenidhania.
Sikiliza, I catch the vision of greatness. Kila Bishop Mpemba alitufundisha. Nikaanza kuconfess, nitakuwa mtu mkuu kati ya watu wakuu, na mimi nitatajwa. Nitasafiri nchi mbalimbali hapa duniani. Unasema hivyo, una nauli ya kutoka Nyamanoro kwenda pale Ghana, huna. Lakini unajiona tofauti na vijana wenzio kijiweni. Nikaacha kukaa kijiweni. Kwa nini? No, where I'm going hapa ruhusu nikae kijiweni. Sasa unakaa kijiweni, umeenda wapi? Hata kazi huna, kibora ujitenge nao tu. Kwa sababu lazima ukae na wale ambao mnafanana kimawazo. Sema amina. Sema amina. Sema nimezaliwa kushinda. Sema mimi ni mtu wa matokeo. Sema nitaugusa ulimwengu. Yes, you will touch the world from where you are. Amen. Na Biblia inasemaje? Unaanzia kwenye nini? Unaanzia kwenye nini? Maono. Unaanzia kwenye nini jamani? Maono ni nini? Maono ni picha ya nafsi. Maono haya naongelea mimi sasa. Sio mtu aseme tena nashukuru. Jana nafikiri Mungu alikuwa ananiandaa. Jana tu usiku nimeona maono. Muulize maono aliyoona, alikuwa anaanguka kwenye shimo. Sasa hiyo ni picha ukuyo. Mimi siongei hayo. Mimi naongea kile unachoona ndani ya mind yako kuhusu wewe. Unajionaje? Amina. Unajionaje? Lema, unajionaje? Ukifunga macho unaona nini mbele? That's the vision I'm talking. Wangapi amenielewa hiyo? Hiyo. Mithali 23 mstari wa 17. Mithali 23 mstari wa 7. Saidieni kitambani kisawa. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwenye Amplified Bible, thank you pastor. Amplified Bible inasema maana mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Vision, picha alionayo. Muulize jirani yako, una picha gani nafsini mwako kukuhusu wewe? Uulize. Mwingine hata kuuliza tu hataki kuuliza ili ujue jinsi ambavyo haendi bahali. Yana ubiri ukuu amesema siendi popote. Wewe ubiri hata wiki 5 utajua mwenyewe mimi hapa. For as he. Unaona sababu Biblia ya Kiingereza ile neno he inaonyesha ni mtu. Sawa sawa. For as he thinks in his heart, so is he. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Huwezi kwenda mbali zaidi ya jinsi unavyojiona. Ngoja nikwambieni, simba sio mkubwa kuliko tembo kwa umbile. Simba hana spidi kuliko swala kwa spidi. Simba sio mnyama ambaye ndio ana akili kubwa kuliko wote mwitini. Lakini kwa nini anakuwa the king of jungle? Anavyojiona. Anajiona I'm the king here. Na anaweza kageuza chochote kuwa lunch at any time. Why? Anajiona kama simba. Kuna namna ya mtazamo unaomtengeneza. Mtu mmoja, Dr. Miles Muro akasema, kundi la kondoo linaloongozwa na simba linaweza kupiga kundi la simba linaloongozwa na kondoo. Kwa sababu ule kiongozi kondoo atakuwa ameingiza ukondoo kwenye simba, na huyu kiongozi simba atakuwa ameingiza usimba kwenye kondoo. Wakiingia kwenye vita, kondoo atajiona kama simba. Kwa sababu aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Naona watu wanainuka hapa. Nasema naona watu wanainuka hapa. Wapendwa, maisha sio magumu. Ni wewe ndio unayeona ugumu. Siku ukiona ulaini anaenda. Bishop David Oyedepo
alisema neno hili kwa Kiingereza na lilinivuruga. Asema there is no mountain anywhere but what you think is your mountain. Asema hivi, hakuna mlima popote, ila namna unavyowaza ndio inaweza ikawa mlima wako. Pastor, unajua maisha yana milima na mabonde, yani kuna milima na kuzuia usiende. Mlima uko kwenye akili yako. Mungu alisaidia miaka zamani kidogo. Nilianza kujifunza miaka mingi. Nikapata nafasi ya kwenda South Korea. Miaka hiyo hata nchi yetu ilikuwa haijafika hivi. Haijafika hivi hata. Kuna vitu mnaviona sasa hivi unaweza kuona mva kawaida kwa sasa hivi. Lakini niliviona miaka ya nyuma. Nikiwa South Korea, nikaona tumepanda gari kutoka Seoul kwenda mji mmoja unaitwa Busan, mji wa pili. Ile gari ikawa inapita chini ya milima. Unajua sasa mimi, hata watu waliokaa na mimi, ukikaa na mimi, kila kitu nitakitafsiri sasa na neno basi, sababu sijui kitu kingine. Sawa sawa. Hata nikiona paka nitatafuta andiko. Tulikuwa na wanangu hawa, Pastor Jaffe na mama, lakini na Mr. Msegu na mama, na mimi na mama. Kwa hiyo wakapata ofa ya kukaa kwenye gari la utalii lilokuwa nimeandaliwa. Jaffe na mke wake akachukuliwa na Msegu na mke wake. Kwa tukakaa sisi pale na Apostle Njoroge. Kama mlinifuatilia, nilikuwa nikiona wale wanyama inanichukua, naanza kuangalia maisha. Alafu kuna vitu naanza kusema na Apostle Njoroge. Amina. Kwa mimi kila kitu napenda kukitafsiri. Neno linasemaje hapa? Niliona nyati moja mzee aliniwazisha mpaka kesho. Nikawaza mimi nikija kuzeeka ndio mambo haya. Nikaona I have to do something different. Sasa tulipopita chini ya milima, mlima umechongorewa, mnapita hivi. Sasa hivi kwa sababu ya SGR tunaona ni rahisi. Nikajiuliza, nikiwa pale kwenye gari, tuko Afrika wachache. Nikajiuliza, hivi shida ya Afrika ni nini? Shida ya Afrika iko kwenye nini? Sababu sisi tukikutana na mlima tunaukwepa. Wale wanaotoboa katikati wanapita humo. Yaani kwao kwenye mahindi yao hakuna neno mlima. Are you following? Yaani wao hakuna neno nini? Si unajua mlima ni kizuizi. Labda nikisema mlima unielewi. Yaani kwenye akili zao hakuna neno kizuizi. Hakuna neno kizuizi. Hakuna neno kizuizi. Sisi tumejawa na vizuizi. Ziwa eti ni kizuizi. Ziwa ni kizuizi. Watu wanajenga mabarabara juu hapo. Wao unasema kizuizi. Watu wanajenga barabara chini ya ziwa. Acha sasa flyover. Sasa hivi inapita chini ya bahari. Na unaingia na gari, sawa sawa. Unaingia na ni lami. Umezungukwa na kioo kimezuia maji. Listen to me. There is no mountain anywhere. I said there is no mountain anywhere. Nasema there is no mountain anywhere. Acha hiyo tabia yako ya kuanza kuona vizuizi, siwezi na mambo mengi yananipinga. No, yanaokupinga ni hali ya mtazamo wako. Siku ikibadilika, hata Waswahili wanasema penye nia pana njia. Naona kuna watu wanainuka hapa. Asante Yesu ameruhusu nafundisha ni mwezi wa 5 bado mwaka hujaenda. Nasema naona, listen. Acha kuwa mtu wa tabia wa kuona vizuizi kuliko kuona possibilities. Badala ya kuona uwezekano, unaona hali ya kutokuwezekana. Hiyo sio kibibilia. Hilo sio fungu lako. Wewe ulizaliwa kuona possibility. Na ukichagua kuona kama Mungu anavyokuona, listen to me. There is no kizuizi anywhere. Kama unamshangilia Yesu, mshangilie. Vijana wangu, nataka izame kwenye akili zenu. Umesikia kijana? Yes. Hebu simama dogo, umekaa kimatokeo sana leo. Vipi? Jo rafiki yangu. Sasa dogo, umeanza kuiga maisha yangu. Hivi, funga koti. Hivi. Yaani hivi. Hii kitu kwa sababu ya uzoefu unajua ulikoichukua, si ndio? Sasa unaona sasa. Ukimuona unajua dogo kuna mahala anaenda. Sema amina. May God bless you.
kuna mahala anaenda huyu, kwa sababu kuna namna anawaza. Sema amina. Na tajie vitu viwili afu tufunge. Ni vizuri ukaelewa kwamba lazima uione picha ya ukuu kwanza kabla ya kuwa na ukuu, au ukuu haujadhihirika katika maisha yako. Lazima uione picha ya kuwa mtu wa matokeo kwanza. Na nikisema mtu wa matokeo, naomba nieleweke. Nafikiri nikiweka andiko mtaelewa zaidi. Niwekee waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2, ili uelewe kwamba Mungu anataka uwe na matokeo kwenye area gani za maisha yako. Amina. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako, katika mambo yote. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwe. Maana yake uwe na matokeo rohoni, uwe na matokeo kwenye afya, alafu uwe na matokeo kwenye mambo yote. Sema mambo yote. Sasa mambo yote maana yake ni mambo yote. Family, business, ministry, popote Mungu ambaye amekuweka, uwe ni mtu mwenye matokeo. Watakapotajwa wenye matokeo, na we jina lako liwepo kati ya watu wenye matokeo. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia unapaswa kuwa na matokeo. Namba 1, rohoni. Namba 2, afya. Namba 3, mambo yako yote. Amina. Uwe na jina kubwa ni kibibilia. Kuwa na jina dogo sio unyenyekevu. Mungu alipotaka kumbariki Ibrahimu, moja kitu alichombariki nacho, alimbariki na jina. Kwa hiyo haya makampuni yenu yawe na majina makubwa nyie. Biblia inasema I will make your name great. Nitalifanya jina lako kuwa kuu. I will make your name great. Ni mapenzi ya Mungu, weka hilo andiko. Ni mapenzi ya Mungu uwe na big name. Unajua, uwe mnyenyekevu bwana, uwe mnyenyekevu. Uwe na kajina tu kadogo ka unyenyekevu. Huo sio unyenyekevu. Huo ni kumkera Bwana. Weka hilo andiko. Leo nilisema na mwaga tu zege. Tunamwaga zege tu. Nikutibue ndani kwanza, ili ujue kwamba ni mapenzi ya Mungu wewe uwe na jina kuu. Eka kwenye kitabu cha Mwanzo, fanya haraka. I will make your name great. Mungu anamwambia Ibrahim, I will make your name great. Sikiliza, Mungu anataka your name to be great. Sawa? Sio na biashara imejificha uchochoroni huko. No. Mungu anataka the name of that business to be great. Mungu anataka Mr. Msegu, the name Msegu, familia ya Msegu, hiyo, yani hii ni familia ya Msegu, hiyo name iwe great. Mnanielewa? Mnanielewa nyewe watu wazuri? Mtaani jina liwe kubwa, mjini jina liwe kubwa. Halitakuwa kubwa kwa kufanana, kwa sababu kila mtu ana engo yake. Sawa? Tutakuwa kubwa kwa kuhubiri? Hapana. Kuna wengine mjaitwa kuhubiri kama mimi hivi, lakini kuna fani mmeitwa, kuna umbali Mungu anawapeleka. Lakini kana hiyo mentality ya kwamba my name napaswa kuwa great. Amina. Hawa jamaa hajafika. Kani pale pana nani? Sina story yule. Iko kitabu cha Mwanzo. Watatutafutia, watatuwekea. Amen. Mungu anataka familia yako hiyo familia kuu. Yes. Akasema na familia yake ataifanya kuwa kuu. Na kwa nini nimemtaja Ibrahimu? Kwa sababu wewe unatokea ukoo wa Ibrahimu wewe. Kwa hiyo familia yenu kibibilia unatakiwa na familia kuu. Ndio maana hata watoto wenu, ndugu zanguni, waache tu. Tambueni ni watoto wa kiagano hao. Kwa mujibu wa Biblia wanatakiwa kuwa great childs. Wanatakiwa kuwa watoto wakuu. Sema amina. Sema watoto wakuu. Usiseme sina uwezo. Mungu hajasema kwamba uwe na shilingi ngapi mfukoni kwanza.
Anachotaka ni uamini kwanza, ukubaliane na hiyo picha kwanza, ukubaliane na hayo maono kwanza. Sema amina. Asema nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Ona Mungu alichomwambia Ibrahim, nitakufanya kuwa taifa. Toa sauti. Nitakufanya kuwa taifa. Asema na kukubariki. Sasa soma mstari unaofuata kwa sauti, 1, 2, 3. Na kulikuza jina lako. Mungu akikupenda, ukimfurahisha na Bwana, moja ya kitu anafanya ni kulikuza jina lako. Sasa unaelewa kwa nini akamkirimia Yesu jina lipitalo majina yote. Nilikutana siku moja kwa neema Mungu na Apostle, kuna Suleiman na Seleman. Sio Seleman Joshua. No. Apostle ambaye amelelewa na mzee Dahosa. Atwa Seleman na yeye. Seleman. Nikiri mimi nilikuwa simjui. Tuko airport ya pale Lagos, tumekaa pale. Ghafla wenzangu wasema, jamani, Apostle Seleman huyu. Nani? Umjui huyu? Mimi naona mpaka wa Nigeria wapiga magoti. Kasema mimi kabla sijamjua, ngoja nikamalizane naye, nitakuja nitafuta detail baadaye. Sasa mimi sinaga mchezo na mambo ya kudaka ukuu. Kwa hiyo tukamkimbilia. Asema, where you come from? Asema, we are come from Tanzania sir. Tanzania. Asema, I'm heading to London. Unajua to London. Sasa tumeona kwa Salma. Asema, kneel down. Akatubandika nini? Mkono. Kabla atubandika mkono, alituambia kitu ambacho sitakasahau kwenye maisha yangu. Ananiambia, sikiliza. Mungu akitaka kuinua, huwa anakupa jina. Na Mungu awape majina. Nasema Mungu akupe jina. Mungu ape watoto wako jina. Mungu aipe biashara yako jina. Akatusomea maandiko nilikuwa najua hakika sije kuyaona hivyo. Asema, mnajua Biblia inasema ni heri jina jema kuliko dhahabu na marijani na vito vya thamani. Kwamba jina lina nguvu kuliko dhahabu. Sasa ona. General huyu hapa. Mkimwona general namna hii mnashangilia tu wenyewe. Sio paka mwambie. Ni wa Omega Fire Ministry. Cross hii dunia. Yaani hii dunia ameiweka chini ya utawala, ameidominate hivi. It's not a joke. Amelelewa na Benson Dahosa. Is a man of fire. Sasa nilikutana na huyu mtu. Akaniambia, sasa akwa anatuambia wote, mimi nikachukua personal. Kwa hiyo sasa akaniambia usifikie alinitaja jina, kwa hata nijui. Ananiambia, tunza jina. Tunza jina. Tunza jina. Watu wangu, tunzeni majina. Tunzeni majina. Tunzeni mpaka majina ya familia. Wanaume mlioko hapa, watoto wenu wamebeba majina yenu. Wamebeba majina yenu. Wamebeba majina yenu. Tetea jina. Tetea jina. Kanambia. Mungu akitaka kuinua, anakupa jina tu. Anafanya tu kidogo tu, anakupa jina. Akishalipampu ile jina likiinuka na wewe umeenda juu. Asema, unaona? Mungu alipofurahishwa na Yesu, akampa kitu cha thamani kuliko chote. Nini? Jina. Biblia sema akamkirimia jina. Sio pesa, sio dhahabu. Akamkirimia jina lipitalo majina yote. Jina la Yesu. Sasa unaelewa, tukirudi kwenye kitabu cha Mwanzo, kwa nini Mungu anamwambia Ibrahimu, nitalikuza jina langu. Nitalikuza jina. Hebu mtu apige kesi, Bwana, likuze jina langu. Kuza jina familia yangu. Kuza jina biashara yangu. Now listen, after this somo kutakuwa kuna anointing ya names. Mwanangu,
Doris, ile kitu inaitwa jina gani? Haleluya. Wait, you shall see. Itakwenda bem, kwa sababu inaenda kukutana na neema ya ukuu. Inaenda kukutana na neema ya ukuu. Sema amina. Mungu hataki tubaki vijitu vidogo vidogo. Mungu hataki tubaki vijitu vidogo vidogo with no impact. Kwa sababu kadri unavyokuwa chini ndivyo unavyokuwa na impact ndogo. Kwa nini usikasirike mpendwa leo? Kadri unavyokuwa chini ndivyo impact yako inakuwa ndogo. Kadri unavyoinuka, Max, kadri biashara zako zinavyoinuka ndivyo impact yako inakuwa kubwa. Kuna siku utaniambia dadi, kwa mwezi nalipa watu 30 mshahara. Hiyo ni impact, sio impact? Najua sasa hizi unafanya kazi tayari umeshaanza kuajiri. Hiyo ni safari nzuri sana. Na kuombea zaidi. Nataka nisikie wengi zaidi. Yes. Yaani huko hapa kuna watu 10 direct wanakutegemea. Alafu kuna watu karibia 50 indirect wanakutegemea. Sababu 10 tuseme ni wale wanaofanya kazi. Wanawake au wanawaume. Tayari. Wana watoto. Unakuta kuna watu 50 wanategemea ukivuta hewa hivi wanakuwa salama. Sawa sawa. Asante, naomba kae. Yes. Lazima ufike hivi. Acha nikuonyeshe andiko tuliona Nakuru. Ni andiko la ajabu. Ni Isaya 2. Ile inasema mtu kama kivuli. Sema mtu kama kivuli. Biblia inasema watu wanakimbilia uvuli wake. Naomba Mungu ainua majiant humu ndani. Nasema naomba Mungu ainua majiant humu ndani. Wewe utakuwa na uvuli, watu wanakimbilia kwenye huo uvuli. Ndugu zako wanakimbilia kwenye huo uvuli. Ukoo wako wanakimbilia kwenye huo uvuli. Sawa sawa. Watu wanashukuru kwamba upo. Soma hapa. Utaona kitu ajabu. Watu hawalingani. Mwambie mwenzio mtu sio mtu tu. Kuna majitu ni majitu vivuli. Soma hii hapa. Kwenye kitabu cha Isaya 62 mstari wa 2. Na mwanadamu atakuwa kama mahali pa kujificha. Na mwanadamu atakuwa kama mahali pa kujificha na upepo. Na mahali pa kujistiri na dhoruba. Ona. Hujaelewa andiko, soma tena. Asema na mwanadamu atakuwa kama mahali pa kujificha. Sikiliza. Unainuka, unakuwa level ya watu pa kujifichia. Yaani ni mwanadamu maficho. Asema na mwanadamu atakuwa kama mahali pa kujificha na upepo. Yaani huko nje zimetokea dhoruba, watu tukajifichia kwa Pastor Goodluck pale salama. Wakikaa chini yako hivi wanakuwa salama. Maana yake Pastor Goodluck amekuwa mwanadamu wa level ya watu pa kujifichia. Kani umeona wangapi hapa wamejificha hapa na wamekuwa salama? Wangapi adui amewapiga kule nje? Wangapi adui amewapiga na utasa kule nje? Wangapi adui amepiga na umaskini? Amina. Wamepigwa na dhoruba za upepo mbalimbali. Walipokutana na mwanadamu Goodluck mwenye level ya mtu wa kujifichia, walivyojificha wametoka mbele. Sikiliza, that's the impact I'm talking about. Unatakiwa uwe hiyo level. Nasema unatakiwa uwe level. Wapendwa, na Yesu wako atajulikana kwa urahisi na kilaini zaidi. Asema utakuwa ni mahali pa kujistiri. Yaani watu wanakuja kujistiria hapo kwako. Wanajistiria kwenye hiyo biashara. Wanajistiria kwenye hilo jina lako. Wanajistiria kwa uwepo wako duniani. Yaani uwepo wako duniani umekuwa ni sitiri ya watu. What are you talking about? Kwa nini unawaza maisha ya utafute kachakula, kakula, ukalale, kesho ukale tena ulale? Is not your level. Wewe ni mkubwa zaidi ya hapo. Wewe ni sitiri ya wengi. Nasema wewe ni sitiri ya wengi. Nasema wewe ni sitiri ya wengi. Wewe ni maficho ya wengi. Piga kelele amen. Sema mimi ni sitiri ya wengi. Sema mimi ni maficho ya wengi. Sasa unaona, you are catching the vision. Hiyo ndo nasema catch the vision. Ukianza kujiona namna hiyo, Mr. Nahum, ukianza kujiona namna hiyo ya kwamba mimi nimezaliwa
mimi ni maficho ya wengi. Kuna wengi wanatakiwa wajifiche chini ya mbawa zangu. Kuna wengi wanatakiwa wawe salama chini ya mbawa zangu. Familia, ukoo, familia yetu, ukoo wetu, ndugu, lakini jamaa, watu wengine wajifiche chini yangu. Man, wewe umekanyaga waya wa ukuu. Wewe umekanyaga waya wa matokeo nao. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Sema mwanadamu ambaye ni sitara. Na huyo ni nani? Huyo ni nani? Jitaje basi, sema mimi ni mwanadamu ambaye ni sitara. Kutuliza watu wakipigwa na dhoruba. Are you catching that? Naona watu wakubwa wanaibuka hapa. I see great people wanainuka hapa. Yes. Watu ambao neno lako watu watakula. Yaani ukitoa neno, ukiongea umesababisha lishe ya watu. Yes. Uwepo wako, uwepo wa jina lako. Wewe kusikia maadamu hapa, kuna mtu amepata ajira sio kwa sababu ya vyeti. Wewe umefundishwa na nani? Maadamu Upendo. Kama maadamu Upendo umepata ajira. Umepata ajira kisa ulifundishwa tu na yule. Umepata ajira. Nao watu hapa. Nasema nao watu hapa. Nao watu hapa. May God take you there. Wafanya biashara, msijifananishe na wafanya biashara wengine. Nyinyi mna neema ya tofauti. Kubalini hizo neema. Jiunganisheni na hizo kweli. Pambanieni hapo. Muone kinachowapeleka. Sema amina. Simama kwa miguu yako. Wiki ijayo nitaanza safari ya picha 12 unazotakiwa kuwa nazo kwenye mind yako. 12 pictures unazopaswa kuzi-own. Ujione hivyo. Zimenisaidia. Zimenisaidia. Sijafika kabisa hata nusu bado, hata robo bado. Zingine napambana unaweka hivi natoka, anambia rudi. Rudi. Picha 12 ambazo nataka zikutengenezee taswira, zikutengenezee vision. Na zote from biblical perspective. Zinazoelezea who you are. Wewe ni nani? Ukizidaka hizo, unaanza kubadilisha hata namna unavyoongea kuanzia the same day utapozidaka. Unavyojichukulia, unavyowaza. Kwa sababu utaanza kujua picha ya ukuu katika maisha yako. Nyanyua mikono yako, sema Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante kwa neno lako. Asante kwa kunifundisha na kwa kunikumbusha kwamba mimi si wa bahati mbaya, ya kwamba mimi ulinileta duniani kuwa kivuli cha wengi, kuwa sitara ya wengi, kuwa mahali pa kujificha pa wengi, kwamba kupitia mimi watu wawe salama, watu wapate maficho, dhoruba ziwaepuke watu. Kwa jina la Yesu ninakubali hiyo picha, ninakubali hayo maono ya kwamba uliniumba niwe mtu wa matokeo, niwe mtu wa matokeo. Sitakubali kuwa mtu wa kawaida. Sitakubali kuwa mtu wa kawaida, kwa sababu mimi si wa kawaida. Thank you Jesus. Anza kuomba, nena kwa lugha. Raka pashakataya yeka laka pasika toka papa yeka posoko nda raka pashika. Nataka nione watu wanaomba kwa lugha kwa hasira. Sikiliza mpendwa, hii ni series ya ajabu.
yekaposhela kandoya rakapashakata yekata rakapapa. Haijalishi ukoje leo, hata kama unalala chini, huyo ni giant anayelala chini tu. Baada ya muda ugiant utaonekana. Endelea kuomba, endelea kuomba. Rika laka pashika to laka paseka tayada laka pasheka tokoko yeka paseka toko yeka taka. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie, nisaidie mimi, lakini wasaidie na watu, tufikie ile tamanio lako. Tuwe kama unavyotaka tuwe, tuwe kama unavyotaka tuwe. Sisi sio wa kawaida, sisi ni majitu, sisi ni milima. Bwana tusaidie, tusaidie, tusaidie. Tuwaze kwa usahihi, tuone kwa usahihi. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Mwambie Baba, nisaidie nione kwa usahihi, nione kwa usahihi, nijitazame kwa usahihi. Endelea kuomba. Mashallah kapataya yekapaseka takaka yekapashaka takapopo yekalakapashakate yekataka. Napokea neema, napokea neema ya kukamata maono ya ukuu. Baba, napokea neema ya kukamata maono ya ukuu katika jina la Yesu. Maomba. Nasikia hasira ndani ya moyo, nasikia hasira ndani ya moyo ya kwamba you will never remain small, ya kwamba utabaki kuwa mtu mdogo. Nasema utabaki kuwa mtu mdogo. Piga kelele, sema Bwana Yesu. Piga kelele, sema Bwana Yesu, nibatize, nibatize na roho ya ukuu, na roho ya ukuu, na roho ya ukuu, na maono ya ukuu, na maono ya ukuu, na roho ya matokeo, na roho ya matokeo, na maono ya matokeo, na maono ya matokeo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Impactful living, maisha yenye matokeo. Everywhere you step, yani ukisimama namna hii unaona impact everywhere. Katika familia yako umeimpact well, umeimpact spiritual, physical, mental, umeimpact, yani you see, kwenye utumishi wako, kwenye biashara yako, kwenye kila kona maisha yako, kwenye karia yako, kwenye karia yako. Usiwe kama ni karia yoyote, usibaki chini, usibaki chini. Karia yoyote bado wewe na nafasi za juu. Go there, go there, go there. Your position is there up. Your position is there up. Sema amina, sema amina. Ninawaombea Mungu akuze majina yenu, Mungu akuze majina ya familia zenu. Yani mpaka eneo wajue hapa ni kwa mzee fulani. Yes, hapa ni kwa Kiara. Yani Kiara inakuwa big. Mungu akuze majina ya watoto wenu, kwamba hawa ni watoto wa fulani. Mungu akuze biashara zenu, majina ya biashara zenu. Listen, kati ya biashara hapa Mwanza na ndani ya Tanzania ambazo zitakuwa na majina makubwa, washirika wangu, biashara zao zitakuwa mjao. Nitakuwa nasema huyo ni mshirika wangu, huyo ni mshirika wangu, huyo ni mshirika wangu. In the name of Jesus. Father, we thank you. Father, we praise you.